Bwana, safari ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inaenda kuhitimishwa Jumatano hii. Michezo mbalimbali inachezwa, michezo yote ambayo unataraji kuiona, timu zote ambazo zipo kwenye ligi ya mabingwa ambazo unatamani kuziona zinachezwa Jumatano hii. Tupo hapa kwenye meza Game Time kujadili kuhusiana na michezo hii. Nipo na Moro King pamoja na Skills Sensei. Tupo hapa kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ambayo yanakwenda kutokea kwenye UEFA Champions League. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya kufunga tunasema hatua hii makundi ama msimamo? Hatua actually ni makundi. Ni makundi lakini yapo kwenye mfumo mpya. Japo ni mfumo wa ligi. Mfumo wa ligi. Game za mwisho kabisa ya kujua nani ataendelea na michuano hii, nani atacheza playoff, lakini ni nani ataondoka kabisa kwenye michuano hiyo kwa Champions League msimu huu. Kuna game ambazo zinaendelea, game kubwa kuliko Benfica dhidi ya Real Madrid. Tunaiangalia game hii special kabisa kwa ajili ya the special one. Anajiita mwenye special one, Jose Mourinho na Benfica yake. Lakini ni special one pia, pamoja na yeye kujiita ile ni special one pia. Ndio bwana. Au wewe uamini katika special wake? Naamini kwa sababu kwenye kila klabu ambayo amepita ameacha alama. Isipokuwa Spurs au? I think labda. Labda zika pia alama aliyoacha pia ni historia yake pia. Au mwanangu Spurs Mourinho ameacha alama gani? Itakuwa ni alama ya kuuliza sababu hakuna chochote amewahi kukifanya Spurs labda kikakumbukwa na mashabiki wa Spurs au uongozi mzima wa Spurs. Kwa ameacha alama ya kuuliza. Basi kwa nini ameacha alama? Alama ni alama. Unaweza ukaacha alama ya kuuliza au ya mshangao. Technically ameacha alama ya kuuliza au ya mshangao. So bwana anahitaji alama 3 ili aweze kuendelea na UEFA Champions League, lakini kwa bahati mbaya anaenda kukutana na Real Madrid. Real Madrid ambayo pia I think ni timu ambayo pia inatafuta consistency ya kushinda pia. Akiendelea na mashindano ya UEFA Champions League. Unfortunately, sidhani kama Benfica wana chochote kipya cha kufanya kwa Real Madrid kwa sababu ukijaribu kutazama namna ambavyo Real Madrid wapo sasa hivi, wamerudisha confidence baada ya Alonso kuondoka, wamemleta Beloa, kwa hiyo anything that comes in their way ni ushindi. Yaani Madrid wanachotaka sasa hivi ni kushinda tu ili kuwafunga watu midomo kwa sababu the past couple of weeks wamekuwa na inconsistency ya matokeo. Lakini si kwamba wamekuwa na matokeo mabaya kwa sababu kwa rekodi ya Xabi Alonso amecheza michezo 34, ameshinda 24, amedraw 6, amepoteza michezo 4. That's almost 70% win rate. Na si kwamba ni rate mbaya, lakini kwa timu kama Real Madrid ambayo ina Mbappe, ina Bellingham, ina Vinicius, anything short of 80 to 85%, labda 90% win rate kwao bado ni mbaya, lakini 70% win rate actually ni nyingi kuliko makocha wengi katika ligi kubwa. Kwa hiyo Jose Mourinho on the other hand, na kwenye ligi ya ndani tangu Jose amechukua mikoba ligi ya Ureno amepoteza mechi moja tu, hizo nyingine zote ameshinda. Last game week ya UEFA Champions League alicheza I think ni dhidi ya Juve, alipoteza. Kwa hiyo sioni muujiza wowote ambao Jose anaweza akafanya dhidi ya Real Madrid ambao sasa hivi the only way they see is winning. Kwa hiyo I think kama Mourinho atabarikiwa kuendelea kuwa Benfica msimu ujao, labda ajisuke vizuri ili aweze kuja kwa kasi nyingine, lakini kwa msimu huu kunahitaji muujiza mkubwa sana Benfica kushinda, na actually the only way wao kufuzu ni kushinda. Bwana, wapinzani wa Real Madrid FC Barcelona wapo moja dhidi ya FC Copenhagen. FC Barcelona wapo nje ya top 8. Unaiona nafasi ya Barcelona kuibuka na ushindi kwenye mchezo huu? Copenhagen pia anatafuta nafasi ya kufuzu. Kwa sababu sioni ubaya sana wa kumaliza kwenye top 8. Zaidi itakuongezea tu game moja ya kucheza playoff. Na ukiongeza game moja ya kucheza playoff means ratiba yako
ya mashindano yako ya ndani itaongezeka au itasogezwa moja. Kwa mfano kama sasa hivi si hana hesabu ya hiyo mechi ya playoff. Kwa mfano ikiongezwa mechi ya playoff kama atafungwa na Copenhagen, means kwenye ratiba yake ya La Liga na Copa del Rey kutakuwa kuna game nyingine ya ziada ambayo ndio itakuwa hiyo ya playoff. Nafikiri ndio watu wengi wanahofia hilo kwa ajili ya fatigue ya wachezaji. Lakini sio kwamba Barcelona ataogopa sana kucheza playoff. Kwa sababu kama msimu uliopita PSG anachukua ubingwa lakini alitokea kwenye playoff akumaliza kwenye zile 8 bora. Actually PSG alikuwa namba 26 kabla ya game ya mwisho. Kwa hiyo alishinda akamaliza 24, 22 akacheza playoff. Na ndio nicho ninachozungumza kwamba Barcelona hata kama ikitokea amepoteza game na Copenhagen haimzuii kuja kuleta challenge, kwa sababu atakayepangiwa naye you never know, anaweza akapangiwa mtu wa kawaida ambaye akamfunga. Kingine Copenhagen anaenda Camp Nou. Barcelona anataka amalize ile game mapema ili aendelee na ratiba zake za La Liga. Copenhagen anaenda akishinda, Copenhagen anaenda kwenye playoff. Na yeye anaitaka mechi. Lakini kwa uhalisia wa football kwenye mtu kama Hans Flick akiwa anataka kitu chake ni vigumu sana kumfikia. Bad things will happen. Lazima upande wa pili mtaumia tu, kwa sababu inapokuja swala la kombe Copenhagen Hans Flick huwa haleti mzaa. Hiyo game anaenda kuicheza jioni kama anataka ubingwa au kama ni nusu finali ili kwenda finali. Kwa hiyo probably game inaweza ikaisha first half au game itaisha kwa goli nyingi, kwa sababu na yeye hajui kuzuia. Inapokuja kuattack yeye muda wote anataka magoli. Game atakiisha 10-7 lakini 10-9 lakini ameshinda. So Copenhagen atakutana na kila kitu uwanjani hiyo siku. Na wajiandae kiukweli, beki zao zitakaba sana, zitakimbia sana, na sasa hivi wanafunga watu wote mpaka kina Firmino kuanzia midfielder wanafunga. Akifanya sabu ya kiingia Ferran Torres utafungwa, akiwepo Lewandowski utafungwa, akiwepo Yamal utafungwa, akiingia Rashidi utafungwa, akiwemo Olmo utafungwa. Bado hajamzungumzia sasa hivi nembo ya timu nani anaitwa Rafinha utafungwa. So kuanzia midfield wote na Lamine Yamal, yani kuanzia midfield wote kupanda juu sasa hivi wote ni wafungaji. So sijui mkabinani. Kwa hiyo mimi naona kama Barcelona sio easy game, lakini asilimia kama 80 Barcelona atashinda. Sio game rahisi, lakini kuna mtu atafungwa goli nyingi sana. Yani Copenhagen atakaba sana. Na hatujui ni nani, lakini kuna mtu sio Barcelona. Sio Barcelona. Okay. Na anakutana Barcelona na Copenhagen. Bwana Chelsea yupo kwenye nafasi nzuri ya kwenda hatua inayofuata. Baada ya kucheza dhidi ya Pafos. Akashinda moja. Na aliondoka na mizigo Chelsea. Wengi walimpa kwanza over 1.5. Of course. 2.5. Ni game ambayo ilikuwa inaonekana labda Chelsea kwa sababu kwa Stanford labda make statement kwa Pafos, lakini mind you Pafos na wao sio kinyonge. Unapokuwa bingwa wa nchi fulani hauji tu kama underdog watu wanapokuchukulia, wewe unakuja kama bingwa, kama Bodo alifanyia City. So kwenye hizi game za UEFA bana lolote linatokea. Mimi sikuwalaumu sana Chelsea kutoshinda goli nyingi, lakini niwapongeza Pafos kufika na kucheza kibingwa. Bana Napoli vipi? Wanatafuta nafasi kwenda hatua inayofuata. Well, I've said several times kwamba huwa sina hofu na Antonio Conte wa msimu wa pili. Nadhani ni wakati sasa maneno yangu yanakumbukwa kwamba Antonio Conte anatumia nguvu nyingi sana kwenye msimu wa kwanza. Chochote atakachokipata msimu wa kwanza, hiyo ndio inakuwa bye bye. Ukiangalia rekodi kuna sehemu ambapo alifanya vizuri msimu wa kwanza na wa pili, lakini mara nyingi kama sio mara zote Antonio Conte huwa nguvu yake ni ya soda. Msimu wa kwanza anakuja Antonio Conte asipokupa matokeo mazuri msimu wa kwanza, msimu wa pili mtasumbuana, kwa sababu ukiangalia mfano kwenye domestic league Serie A, Antonio Conte draw ziko draw kama zote, na sioni muujiza wowote. But kinachonipa wasiwasi kuhusu Chelsea ni sijui kama ni neno sahihi, lakini ni uwezo wa Liam Rosenior.
bado sioni kama ana ushawishi, bado sioni kama kuna kitu gani amekuja nacho. Yani bado narudia kusema kwamba Liam alipewa nafasi ya kuwa kocha wa Chelsea kwa sababu Strasbourg na Chelsea zinamilikiwa na kampuni moja Blueco, kwa hiyo ni kutoka kampuni dada kwenda kampuni kaka. It's an easy way, haina mambo mengi, lakini inahitaji convincing kubwa sana. Chelsea watashinda au wanaweza wakamshinda Napoli, si kwa sababu ya ubora wao, lakini kwa sababu ni Chelsea. You know, Chelsea ni household name kwenye UEFA Champions League. Kwa hiyo you expect them to bring out something, lakini itakuwa ni game ya vipindi. Lakini eventually I think Chelsea wako na nafasi kubwa zaidi ya kushinda. Umezungumzia Bodo Glimt. Yeah, Bodo Glimt walisumbua sana Manchester City mechi iliyopita. Na Manchester City anataka dhidi ya Galatasaray ya Victor Osimhen. Juzi kwenye ligi ameshinda 3-1. Ilikuwa game nzuri kwa sababu kuna vitu alifanya Gundogan, ndo unajua kwamba ukiwa na wazee kwenye kijiji maamuzi yanakuwa ni rahisi kuyafikia. Yeah. Kwa sababu walianza kufunga wao, opponent akachomoa, game ikawa kama iko balanced, wakaanza kushambuliwa na nini, lakini Gundogan alipo step up unaona kabisa vitu vinaanza kukliki katikati ya uwanja na Gundogan akakaa kwamba sasa mbona tunaweza kufanya mambo yakaenda na kweli wakashinda 3-1. Unapoenda kukutana na City ambayo kwa sasa hivi inataka kutengeneza fear, yani inataka kutengeneza uoga kwa wapinzani, na sio kwa Champions League tu, hadi kwenye domestic cups hizi kama EPL. Lakini tukistiki kwenye Champions League, City anaweza kumfunga yoyote, ni kwenye zile tunasema major teams ambazo ukizikuta kwenye siku zao nzuri za ofisini anamfunga mtu yoyote anayekuja. Yeah. So kama Galatasaray unasema anahitaji vitu fulani ili labda amfunge Madrid. Yeah. Anahitaji vitu fulani ili amfunge labda Inter Milan. Lakini City ukimweka na Madrid level ziko sawa, ukimweka na Inter level ziko sawa, ukimweka na Arsenal level ziko sawa. Yeah. Kwa hiyo tunahitaji Galatasaray awe vizuri zaidi kwenye hiyo game ili aweze kupata matokeo ya na Manchester City, lakini City anahitaji kuiamua hiyo game mapema kabla Galatasaray haja absorb yale matukio ya kimchezo. Na game hiyo inapigwa Etihad, si ndio? Ndio game ya mwisho. Maana hiyo game ni kama finali ya UEFA kwa Man City. Kwa sababu kama na yeye akishindwa kuqualify means ataenda kucheza playoff. Means hiyo game na yeye hataki kuongeza game moja kwa sababu itamletea tena ratiba mbovu kwenye utaratibu wake wa kukimbizana na Arsenal kwenye EPL. So Galatasaray ana kila kitu cha kujifunza. Of course wana mtu kama Gundogan ambaye yuko kwenye dressing room wa Manchester City zaidi ya miaka 2. Anajua culture ya City, anajua kipindi gani City anataka hichi, kipindi gani weakness zake ziko sehemu fulani. So itakuwa ni game ambayo ni ya kupishana. Watu wanasema ni ya kupishana, kushambuliana, sio game ya kusubiri nani aanze. Kwa sababu ukimsubiri City nafikiri ndio timu ambayo sasa hivi ina watu wengi wa juu wanaoweza kushambulia. Ukiwatoa timu kama labda Madrid, ukitoa timu kama Bayern Munich hizo, lakini City na yeye ana watu wengi sana wa kushambulia kuliko watu wa kudefend. Kwa hiyo Galatasaray ataingia kwenye hiyo game, mfumo wake nafikiri utakuwa kwanza ni hold game isiwe na speed kubwa, kwa sababu wakienda na speed kubwa wao ndo wataumia, alafu watafanya mpango wa kupiga counter. Lakini City nafikiri ataingia na wanasema mguu kwenye mafuta ili game iweze kuisha mapema. So ni game ambayo inaweza kaenda popote. City anaweza kaokota draw au Galatasaray akashinda kabisa, au City na yeye akaamua tu sasa kama inakuwa mbaya iwe mbaya, afunge kila kitu kama noma na hiyo noma ili aweze kuqualify moja kwa moja. Wao ni Manchester City bana, baada ya game ya Inter Milan dhidi ya FC Barcelona ya Inter Milan anakuwa tabiri kwenye game ambazo anacheza. Yes, anaweza dhidi ya Borussia Dortmund.
pale Ujerumani si timu, of course ukitoa Bayern Munich utaikuta Borussia Dortmund, lakini Bayern kampita mbali sana. Msimu huu hana performance nzuri sana Borussia Dortmund. Yupo nyumbani dhidi ya Inter Milan. Well, atafuta nafasi ya kufuzu moja. Borussia Dortmund ni feeder club kama ilivyo Ajax, kama ilivyo Ajax. Yeah, Borussia Dortmund ni feeder club. Yani wanatengeneza, yani timu ambao yenyewe inatengeneza wachezaji wauze. Mara ya mwisho wewe umesikia Borussia Dortmund anaangaikia makombe au ubingwa mwaka gani? Kiachana na ile final dhidi ya Real Madrid. Au wanahitaji mchezaji labda wa pound, au wanahitaji mchezaji wa pound milioni 50 60. Pia na ubingwa ambao Jude aliuacha akaenda Real Madrid. Mwaka ule ambao Jude anaondoka, anashutu kutoka Borussia Dortmund kwenda Real Madrid. Ilikuwa game ya mwisho tu, game moja ya ubingwa nani achukue, wakapoteza. Yeah. Sasa hizo ni sifa za feeder club, kwamba mara ya mwisho tuachane na ubingwa. Mara ya mwisho umesikia lini Borussia Dortmund anasajili mchezaji wa pound milioni 50 60 au tuseme euro milioni 60, euro milioni 70? All Borussia Dortmund does ni kuuza wachezaji. Jude Bellingham amekuja amefanya vizuri, unamsogeza. Nani amekuja amefanya vizuri, yule. So there's a difference kati ya Dortmund na International. International ni timu ambayo haina noma kwenda kugo big kumpata mchezaji wanaomtaka ili kupata matokeo wanayoyataka. Inter ni timu ambayo Serie A ni kombe ambalo wao wanalitaka, sio klabu ambayo itakuza wachezaji wauze, because kumbuka season ambayo Borussia Dortmund amecheza finali ilikuwa na manufaa makubwa kwa Borussia Dortmund kupoteza finali ya UEFA, kwa sababu wangepata I think pound milioni ngapi zile ambazo ni sawa na hela ambayo Real Madrid anaishinda kama bingwa. Yani waliweka clause kwenye mkataba kwamba iwapo Jude Bellingham atashinda UEFA Champions League akiwa Real Madrid atapata hela ambayo ni equivalent kama 20 kama sikosi, ambayo ni equivalent na hela ambayo Real Madrid anaichukua. That is a proper feeder club. Kwa hiyo Dortmund wanaenda kwenye mchezo wakiwa tu lolote, let's go and play ball, twende tukacheze tu, lolote litakalotokea tunasonga mbele. Lakini kumbuka Inter hayuko mbali sana kwenye zile nafasi za juu. Kwa hiyo sidhani kama kwa timu ya stature kama Inter inaweza ikakubali kupoteza mchezo ili iongeze fixture kwenye ratiba yake, kwa sababu tayari ana mechi nyingi ziko kwenye kikombe chake. Kwa hiyo kisha kwamba Inter hiyo katoka kufa goli 3 dhidi ya Arsenal nyumbani, na ile ndio ilikuwa game yake ya kuamua, kwa sababu hata Arsenal walifika kule kuharibu tu taratibu, kwa sababu Arsenal walikuwa tayari amesha qualify. Kwa hiyo unapofika pale alafu unamharibia mwenzako, ni hiyo tunasema una eliminate upinzani huko mbele. Ndo Arsenal wanachokifanya, lakini mwisho wa siku akisaidii, kwa sababu Inter kwa mahesabu amesha qualify kwa mahesabu. Kwa hiyo the worst anaweza kukipata ni kucheza playoff. So hata draw yake ukuta akipata Lugano Park sio issue. Bwana, kuna ligi inaendelea vichwani mwa watu kwamba ni ipi ligi bora barani Ulaya. Sasa nimeangalia roho ya msimamo wa UEFA Champions League. Nimeona vilabu vya England vimesumbua sana msimu huu kwenye UEFA Champions League. Vipo site kweli kweli. Tottenham Hotspur unaweza kumwona kwenye ligi kuu nchini Uingereza ina struggle, lakini huko kwenye ligi ya mabingwa anatafuta nafasi ya kutokucheza playoff. Anaokota watu tu. Yes, Newcastle United vile hivyo, Liverpool yani ana struggle, lakini kwenye UEFA Champions League bado yupo kwenye nafasi nzuri. Chelsea, Manchester City, Arsenal ndo kabisa anaongoza group. Tunaweza tukaita sasa ligi kuu nchini Uingereza ndo ligi bora barani Ulaya. Ubora ni subjective, kwa sababu mtu mwingine anaweza akabishana na wewe akatumia neno kwamba tuangalie vilabu ambavyo vimeshinda UEFA Champions League mara nyingi vimetoka nchi gani. Tunaangalia currents. Hata ukirudisha miaka 10 nyuma. Hata ukirudisha. Mtu mwingine kwa sasa hivi. Unataka tuongelee leo Jumatano ya leo? No. Au tuongelee lini? Tuongelee misimu ya hivi karibuni. Jinsi ambavyo mambo yanakwenda.
yani bado Champions League. bado kwa misimu ya hivi karibuni. Tukirudi misimu mitano nyuma. Okay. Misimu mitano nyuma ukiangalia timu za Uingereza zilizochukua Champions League ni Liverpool na Manchester City. Mitano. Chelsea 2021. Hivi Chelsea ni mitano au ni mingapi? 2021 ni msimu 2020. Ndio mitano, maana ni 21. Tujumuishe na huyo, haya inakuwa 6. Hapo sawa. Alafu baada ya hapo misimu mitatu. Sawa. Yaani kwenye 6 una mitatu. Ligi zipo ngapi? Ligi tuseme ligi 5 bora. 5 bora. Hiyo pointi yangu ina nguvu kwa sababu kama kwenye 6 mimi na 3, nyewe wengine mliobaki wa 4, it means mnagawana hizo 3 zilizobaki. Sawa. Kwenye hizo 3 nani ameshinda kwenye hizo 3 za nchi nyingine? Kuna mmoja imeenda PSG. Sasa PSG si mara moja. Sawa. Na hizo 2 zilizobaki zimeenda wapi? Spain. Zote amechukua nani? Madrid. Basi nadhani unajibu hapo. Okay, mimi kwa mtazamo wangu naona ligi ya Uingereza ni ligi competitive zaidi ya Spain. Kwa sababu gani? Kwanza tukianza kwenye swala zima la financial. Muscles kubwa zipo Uingereza na zile timu zao, kwa sababu zinapata mapato mengi ambayo zinasababisha zinaweza kuvimba ukikompea na ligi ya Spain, La Liga, kwa sababu ukienda toe to toe kwenye masuala zima ya ndani ya uwanja pale, unaweza ukawatoa watu watatu ambao ni Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Hao ndipo utawazungumzia kwenye toe to toe kwenye football pitch. Alafu ukija Uingereza utamtaja watu wanao qualify karibia miaka hata 30, 20, 10 mfululizo. Hata tuseme umemtoa Arsenal, lakini utamtaja na labda City. Kwa nini tumtoe Arsenal bwana? United. Yaani unajaribu kueliminate watu ambao unahisi kama hawana consistency, ambao consistency ya Arsenal ilipishana miaka 3 4 tu. Lakini ukitaja watu ambao daily kwenye UEFA ngoma likipigwa na wao wapo, utamtaja Chelsea, utamtaja United, utamtaja unaanza kutaja UEFA bila kutaja Liverpool bro. Liverpool. Yaani lakini utataja timu 5 ambazo daily zikiwa kwenye UEFA zinasogea 16, zinasogea robo, zinasogea nusu. Unakumbuka mwaka gani nusu finali hazihusisha timu ya Uingereza? At least 3 labda au 2. Ni kitambo sana. I think hata ukiweka 16 bora tu, 16 bora England ina timu tu. Kwa sababu katika misimu ya hivi karibuni Man City huwezi kumtoa kwenye hiyo rank finali. Yaani kila muda anafika Liverpool, muda anafika wapo hapo. Kuna kipindi kwa Liverpool ya kuwepo, kuna kipindi Arsenal labda ya kuwepo, kuna kipindi United hayupo, huyu aso haja kuwepo, hayupo. Hayupo. Kuna kipindi hayupo, kuna kipindi Chelsea hajashiriki, lakini kila wakishiriki hao watu 4 5 unawakuta juu. Nakukumbusha tu our Spurs huwezi kuweka hata rank moja labda na Real Sociedad au la Real Betis labda na Girona, huwezi kuwaweka, au labda huwezi kuweka rank moja na ukimtoa tu Atletico unaweza kumkuta kwa England unaweza kumkuta Spurs pale. Tumchukue Spurs tumpeleke La Liga. Ukimtoa Atletico unamweka Spurs. Spurs juzi kati tu alikuwa finali na nile UEFA. Lakini lini umemwona finali UEFA Valencia? Hata Aston Villa alikuwa robo finali the other day. Robo finali msimu uliopita. Kwa ku-add up kwenye point ya skills ni kwamba inawezekana ligi ya Uingereza sio bora. Inawezekana. Lakini kwa namna ambavyo ligi kuu nchini England inaendeshwa ni tofauti kabisa na ligi zingine in a sense of finances. Ligi ya England inaendeshwa na vilabu 20 ambavyo vyote vina equal stakes, vyote vina haki sawa. Haki sawa kwenye matangazo TV na TV rights. Wale wanagawana zile TV rights za England, wanagawana pasu kwa pasu. Muda ambao Manchester United anaupata kwenye TV ndio the same time Wolves anaupata kwenye TV. Kwa hiyo inawafanya kwamba TV rights inaleta pesa nyingi sana. Sasa hiyo ni conversation ya siku nyingine. Lakini Wolves ambao ni timu ya 20 kwa sasa, Wolves ina point 8 kwenye michezo 23.
Wolves anaweza akaamka asubuhi akaenda Real Sociedad au akaenda Real Betis au akaenda Atletico Madrid akamsajili mchezaji. Wolves ni timu ya 20 ligi kuu nchini England, akamsajili mchezaji kutoka Real Sociedad, ambao Real Sociedad, Real Betis, Atletico Madrid ni timu fulani ziko pale zina household name. Kwa hiyo the fact kwamba mtu anaweza akawa na maso ya kuja kwenye ligi yako akamsajili your best player au your most promising player akamleta kwake, akamleta hapo na yeye ni wa 18, bado hatuwezi kuvimbiana. Kwa hiyo hamwezi kuwa on the same spot. Lakini mimi naweza nikasema ligi kuu nchini England ni the most diverse league in the world. Diverse in what sense? Diverse, nashindwa neno sahihi la Kiswahili. Ni ligi ambayo inapokea mchezaji kutoka kila pande ya dunia. Tukisema tufanye rank ya wachezaji wa ligi ya England kutoka mataifa mengine ni wengi, lakini angalia Spain, Italy, Ujerumani, labda Ufaransa, ni wachezaji wale. Twende kwenye makocha. Ligi kuu England ina makocha kutoka, actually hakuna tangu msimu wa Premier League uanzishwe mwaka 1992 hakuna kocha wa Kiingereza amewahi kushinda EPL. Hakuna. Ni Scotland kwa bwana Fergie, and all other places. That is the most diverse league in the world. Kwa hiyo inachochea ubora na ufuatiliwaji na kila kitu. Kama ukiweka rank za waliochukua Champions League nyingi, ukimtoa Madrid anafuata AC Milan, hapo sasa La Liga na wenyewe wanaiweka kwenye rank gani? Tuongelee msimu huu sasa. Arsenal anaongoza, ameshinda mechi zote na alama 21. Tunaweza tuka predict kwamba anaweza kuwa bingwa wa UEFA Champions League msimu huu. Prediction ni rahisi. Yaani ukiwa umekaa nje ya game au nje watu wanacheza Chelsea au wanacheza draft, ni rahisi kuona njia. Kuona the next move. The next move ni rahisi kuiona ukiwa nje ya game. Kwa Arsenal tunaona next move kwamba inawezekana ikawa ni rahisi kusema. Yaani rahisi kusema Arsenal atashinda. Ni sasa last season ambao Liverpool aliongoza na yeye alidraw game moja katika game 8. Ilikuwa ni rahisi kusema Liverpool, lakini Liverpool alitoka hatua ya 16. Alikutana na PSG tu, raundi inayofuata PSG akaweka nje. Yaani ni kwa UEFA, kwanza huu mfumo mpya wa UEFA mimi nimeupenda. Tulitoka robo finali bwana. Ndio ninachokuambia. Yaani game ambayo ilikuwa inaenda na PSG ndio huyo ulikutana naye. Alimaliza kucheza playoff akaja akazindua. Yaani alitoka huko kama anatoka alafu akaingia ndio ikawa ntule. Ukiangalia ule mfumo sasa hivi wa timu 36 mimi nahisi ndio the best mfumo ambao mimi nimeshawahi kushuhudia kwenye football ambao unaleta chachu, kwa sababu kumbuka zamani kulikuwa kuna magrupu. Mimi kwa mfano grupu labda yuko Madrid, yuko Galatasaray, yuko tuseme Krasnodar, alafu labda yuko na Karabag. Kwanza Madrid pale ana uhakika kuchukua pointi 12 za Karabag zote na Krasnodar. Yaani hiyo ni uhakika. Zipo pale, zipo site. Kwamba atamgonga na ni Santiago ataenda kwao ataweka. Hizo ni uhakika. Sasa hivi mfumo ulivyo, kwanza ni randomly games. Na lakini 4 utacheza nyumbani, 4 utacheza ugenini. Na hamna marudiano. Yes, means mimi kwa mfano umeniotea kama Bodo Glimt alichokifanya kwa Man City. Man City hana muda wa kurecover zile point za Bodo Glimt imeisha. Kwamba Bodo Glimt kashanipiga kwao, mimi simsubiri Etihad. Naenda kuenda point nyingine kwa nani? Galatasaray. Kwa mfano Galatasaray akikaza tena, hawezi kurecover hizo point. Tofauti na kile kipindi kwamba Madrid anasema game hizi nazitupa au game hizi sizichezi inavyotakiwa kwa sababu nasubiri game fulani nichukue point. Hiyo ni rahisi kwa sababu game nacheza na City leo. Alafu game inayofuata nacheza na Karabag. Alafu game baada ya City labda katikati nacheza na Madrid, nacheza labda na Barcelona La Liga. Hii game ya City leo naitupa. Ili niweke watu nicheze nao La Liga na El Clasico. Alafu Karabag atanitambua na piga chuma nyingi na anachukua na point 3. Ngumu saizi kuniambia kwamba unacheza na Man City leo kwake nikaitupe game. Kumbuka ukitupa hiyo game uweze kuja kuchukua kwa City tena hizo point. Hakuna sehemu utakutana naye. Hakuna sehemu unakutana naye tena labda huko mbele.
So mi naona huu mfumo watakuwa exposed timu nyingi ambazo zilikuwa zina mfumo wa kuonea watu ambao naweza kucheza nao home and away. Alafu kwa mfano Liverpool msimu uliopita tumemwotea Real Madrid, tumemkata mabawa pap, tumeachana naye 2-0. Msimu huu tumekutana naye tena, alhamdulillah tumempiga tena. Rekodi hiyo yani kwamba tumempiga Real Madrid 2 consecutive seasons imeisha, lakini ingekuwa ni mfumo wa ligi ya zamani tungekutana mechi hizo ambazo Real Madrid hawezi kukubali mfunge mechi 4. There's no way that kama kilichotokea last season ya Arsenal. Arsenal alipoteza game Emirates na Inter Milan wapi? Ile ni Giuseppe Meazza na San Siro. Giuseppe Meazza. Alipoteza game San Siro. Msimu huu kaenda San Siro kachukua. So Inter Milan hawezi kuja kusubiri aje achukue point Emirates. Haipo hiyo tena. Anisubiri msimu ujao. Kwa hiyo mimi naona mfumo huu uko sawa na wakiweza waongeza na timu zifikie 46. Yaani kwa sababu nikikutana na mechi 10 zimeisha, 5 nyumbani 5 away nimeondoka. Hakuna kutegeana. Unaona FC Barcelona kuna hivyo nazungumzia FC Barcelona pamoja na Manchester City. Ni hivi na vile vimekuwa na consistency nzuri sana ndani ya UEFA Champions League. Msimu huu kwa kiasi fulani zinakwenda zinaangusha alama au kiasi fulani. Ni kipi ambacho kimesababisha ile kutokea kwenye msimu huu wa UEFA Champions League? Ama kuna timu bora zaidi, timu nyingi zinataka kuvunja rekodi zikikutana na timu kubwa na nini? Well, nadhani kwanza changamoto kubwa ni ratiba. Kwa sababu Barcelona anayecheza La Liga ndo Barcelona huyo yuko Copa del Rey, Barcelona huyo yupo kwenye Super Cup. Yupo huyo kwenye UEFA Champions League. Mimi nanukuu maneno alisema kiongozi pale kwamba Barca hawa tunaowaona hivi wanasuasua, wakipata upenyo wakakuwepo kwenye zile timu 8 tutakuwa na story nyingine. Hakuna, there is no glory kwenye kushinda mechi nyingi alafu hauchukui ubingwa. Arsenal ameshinda mechi 7 and I hope hii mechi ya 8 inaweza tu ikawa ya kumaliza kikundi na anaweza akashinda. The moment Arsenal hatoshinda Champions League, hii swala la yeye kushinda mechi 7-8 litakuwa halina maana. Naomba niongeze hapo. Sio kushinda Champions League. Hata Arsenal akishinda qualify kwenda kwenye 18, yani akitoka kwenye 16 akakutana na mtu akatoka, asiende kwenye hatua ya robo finali. Itakuwa ni useless kushinda mechi 7. Haina maana. Na kumbuka mfano AFCON ya msimu uliopita kabla ya huu wa Morocco. Senegal kwenye makundi alishinda mechi zote. Point 9 magoli 12. Alipofika kwenye 16 bora akakutana na Ivory Coast ya kina Sebastian Haller. Moja tu askari akamwambia we don't do that here. The fact kwamba Senegal alishinda mechi 3 za makundi iliishia pale. There is no glory in winning makundi afu usichukue ubingwa. Yani ni kama wanasema ni kama pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Haina maana. Bwana, hiyo ni UEFA Champions League. Game nyingi kweli zinapigwa Jumatano hii. Sasa tunakwenda kuweka jamvi la UEFA Champions League. Game kubwa ambazo zinachezwa siku ya Jumatano. Sasa tuanze na game ya Benfica dhidi ya Real Madrid. Kwa Real Madrid navyodhani Benfica wana kazi sana. Real Madrid, an easy win for Real Madrid. Jose Mourinho bye bye. Jose Mourinho afanye mambo mengine. Nikiangalia kwenye utaratibu wa Jose Mourinho na Madrid hakumalizana vizuri. Nafikiri atakuwa amewalisha kila kitu kinachotakiwa kuwalisha wachezaji wake wa Benfica kwenda kuchukua chochote Santiago. Kwa hiyo nahisi itakuwa game ngumu kwa upande wa Madrid, ukizingatia juzi tu Mourinho pia aliwatukana makocha wa wageni ambao hawana experience ya kutosha, akasema watu wanatoka from nowhere, hawajui mpira, wanapewa timu kubwa kama Madrid, akimzungumzia Beloa. So nafikiri game itakuwa ngumu na hiyo game itaisha draw. Yep. Barcelona dhidi ya Copenhagen. FC Barcelona, hiyo game kwanza itakuwa na goli nyingi sana na nina uhakika goli nyingi hatofungwa Barcelona. Atafungwa mpinzani. Mimi sijui. Game ya Atletico Madrid dhidi ya Bodo Glimt.
Diego, Atletico Madrid anashinda. Nafasi kama zile za Bodo Glimt kumfunga Man City zinatokea mara chache Sasa sana. na umenyewa na kunguru, sio kwamba ana shabaha. Basi tu alimkuta Man City kwenye shughuli. Talent meets hard work. So hiyo hapo naona kama Atletico ndo sehemu yao ya kusogea. Atletico atashinda. Dortmund dhidi ya Inter Milan. Inter Milan anashinda hii game. Pia hiyo game itaisha draw. Liverpool dhidi ya Karabag. Yeah, actually rekodi ni kwamba Karabag anasafiri umbali wa miles 5200 na kidogo. That's approximately 9000 and kama kilomita elfu ngapi, ni kama kilomita 8000 hivi. Ni umbali mrefu sana, na wanaweka rekodi ya kuwa timu iliyosafiri umbali mrefu kuliko zote katika michuano ya UEFA Champions League. Kwa hiyo kama hawajaanza safari mpaka sasa hivi tunavyozungumza, kwa kweli watakuwa wana hali mbaya. Mind you, Liverpool, mara ya mwisho Liverpool kupoteza mchezo wa Champions League tulifungwa 4, and that is a long time ago. Msimu huu, lakini that is a long time ago. Kwa hiyo Karabag watakuwa na kazi kubwa sana, na hivi weekend tunacheza dhidi ya Newcastle. Karabag watakuwa na kazi. Tunashinda hiyo game vizuri tu. Champions League ndo playground yetu. Liverpool atashinda. Monaco dhidi ya Juventus. Juve anasuasua msimu huu. Lakini mkubwa ni mkubwa tu. I think Juventus ana nafasi kubwa zaidi ya kushinda. Tegemea juzi kampa Napoli 3 kama kasimama. Kama hayupo eneo la tukio. Alimpa Napoli 3 weekend, so Monaco ana game 3-4 mbovu sana. So atafungwa tena na hii. Juve atashinda. PSG dhidi ya Newcastle United. For UEFA Champions League. That's a very beautiful game. That's a very beautiful game. Newcastle hajawa na matokeo mazuri sana kwenye tangu mwaka umeanza. Actually leo ni almost mwishoni kabisa mwa Januari. Leo ni Januari 28. Newcastle hajawa na msimu mzuri. Same as PSG. PSG pamoja na kwamba anashinda, lakini anashinda kwa tabu sana, au tuseme hashindi convincingly kama ambavyo tumezoea. Tulizoea PSG kila anayekutana naye ni 4-3-5, 4-3-5, but right now PSG ana struggle kwa sababu sijui ni fatigue ya msimu uliopita. Wachezaji ni wale wale, kikosi ni kile kile, watu wale wale, they are still doing the same thing, lakini bado Newcastle hanishawishi. Newcastle nachelea kusema kwamba Newcastle hana what it takes kumfunga PSG. Kwa hiyo itakuwa game nzuri sana, siwezi kukataa, siwezi kudeny hiyo fact. Itakuwa game nzuri sana, lakini Newcastle ana kazi. PSG anatoka kufungwa game iliyopita ya UEFA, kwa hiyo Newcastle kazi atakuwa na ukubwa kidogo. Sasa ikimzidi basi, lakini ikiwa amekaza, kuna goli nyingi pia. Kwa utaratibu wa Newcastle pia na wao sasa hivi wana tabia fulani cha kuzuia. Na PSG wana tabia fulani ya kushambulia sana. Kwa hiyo ni game ambayo nahisi itakuwa ni kati nani anazuia vizuri na nani anajua kupita katikati ya mabasi. Kwa hiyo PSG ana kila sababu ya kushinda, lakini Newcastle pia ana kila sababu ya kuzuia. Atakayeshinda ameshinda. PSG na yeye hana consistency nzuri pia. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea hiyo game. Kwa upande wangu mimi nahisi kama PSG ana nafasi kubwa ya kushinda kuliko Newcastle. Bwana, mshindi wa UEFA Champions League mwaka 2012, mshindi wa UEFA Champions League mwaka 2021, Chelsea wapo dhidi ya Napoli. Zaitafutia. Mbona hiyo itafutia kujazia manyama. Nakubali. Naweza kutafuta. Tunazungumza watu wanacheza na Pafos juzi. Watu wanacheza na Pafos wanashinda moja. Unajua Chelsea, ubora wa Chelsea wana vikundi fulani muhimu wanakupatia.
watakupatia conference, watakupatia kombe la dunia kwa bwana Kaka, klabu, yani kikombe muhimu afu afu unaweka conference kwenye sentensi, wacha bwana. Wacha hiyo. Kwa sababu Conte alikuwepo Stanford kwa muda fulani na akawapa kitu. Kwa hiyo ni yale ya Mourinho na Madrid. Anajua changing rooms zinavyotakiwa ziwepo, anajua atmosphere inayotakiwa iwepo kwa Chelsea ili apoteze au ili ashinde na nini. Kwa hiyo Chelsea atakutana na upinzani mkubwa na experience ya Conte ndio inaweza ikaenda kumnyanyasa Rossignol na Conte anaweza akachukua chochote. Yeah, that's interesting. Yeah. Ideally Conte hana anachokisaka. Conte anakuwa tu kama M23. Kimwambia njoo chukua nchi utawale hapo, hawezi kukubali. Just chaos. Conte hamna kitu anachotaka kukipata hapo zaidi ya kuisumbua tu Chelsea. Kwa hiyo itakuwa game ngumu sana kwa Chelsea kuliko kwa Conte kwa sababu experience matters. Unajua Skills alisema kuhusu Gundogan, nyumba yenye wazee ina maamuzi makubwa sana. Kwa hiyo nafikiri game inaweza ikaisha sare kwa sababu Conte hana kitu anaweza kufanya. Ni usumbufu tu. Aonyeshe kwamba ana vitu. Lile tatizo la umri ndani ya Chelsea linaenda kufanya kazi kwenye game ya Napoli. Kama Chelsea wana madogo wengi. Chelsea nisema kwamba Chelsea hawana experience. Wachezaji wa Chelsea hawana experience. Hamna kiongozi ndani ya ile timu. Kila mtu anajiendea tu. Kocha ni rookie, wachezaji nao ni rookies. At least hata alipokuwepo Enzo Maresca kidogo ana kitu anaweza akawaambia wale watoto wakamsikiliza. Lakini wewe mzee umetoka kufundisha Hull City, umeenda Strasbourg, sasa hivi ni kocha wa Chelsea. Unaniambia nini mimi bingwa wa dunia? So it's still a struggle. Lakini anyway, football ndani ya dimba. Okay. Hebu tumalize, bingwa ni nani msimu huu? Ili swali watajibu pia watazamaji wetu. Bingwa UEFA Champions League, that prediction, nani anaenda kuwa bingwa? Nataka tuseme bingwa sasa hivi wakati bado kuna timu 24. Yes. Ninachojua bingwa yupo Chelsea. Yaani hiyo na uhakika. Yaani bingwa yupo lakini sio Chelsea. Inajua bingwa yupo lakini sio Arsenal bro. Okay. Tusubiri. Bwana, huo ni mwisho wa UEFA Champions League. Tuambie msimu huu unamuona nani anaenda kuwa bingwa wa UEFA Champions League mwaka 2026? Jina langu ni Andrea Masawe, nilikuwa na Skills Sensei pamoja na Moro King. Game time, tuonavyo sisi.